Mtazamaji, karibu kufuatilia taarifa ya kaimu msajili wa bodi ya nyama nchini Tanzania, Bwana Imani Sichalwe, kuhusiana na kazi maalum ya ukaguzi katika machinjio ya Vingunguti tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2021. Tunawaita hapa kwa ajili ya kutoa ufafanuzi juu ya kazi ya ukaguzi katika maeneo ya Vingunguti, kukagua biashara ya nyama ambayo inaendelea katika maeneo yale. Mwaka jana mwezi wa 11, bodi ya nyama ilifikiria kufanya operation katika eneo lile, si kwa sababu tu ya nyama mbovu ambazo tuziziona pale, lakini tulipata malalamiko kutoka sehemu mbalimbali za wadau mbalimbali walilalamika kuhusu biashara haramu ya nyama ambayo inafanyika katika eneo lile. Na sisi kwa bahati nzuri, baada ya kupata hiyo taarifa, na hiyo taarifa nilipata wakati naenda kukagua kile kiwanda kinachojengwa pale cha Vingunguti, kiwanda kipya cha nyama. Malalamiko hayo nikafanyia kazi kwa kuweka mitego, ambapo siku nilipokuwa Dodoma nikapigiwa simu na kijana mmoja wa bodaboda ambaye ni kiongozi wao katika eneo lile, kwamba wamefanikiwa kuona nyama ambayo inasadikika inatokana na mnyama aliyekufa. Kutokana na bodi ya nyama kuwa kazini kipindi hicho, ilikuwa kwenye operation mbalimbali kukagua mabucha na vitu vingine, basi niliwatuma mara moja wale vijana ambao walikuwa na magari, lakini walikuwa na polisi, wakaenda wakafanikiwa kukamata ile nyama kibudu ambayo ilikuwa inakaribia kuingia kuuzwa pale kwenye ile ambayo inaitwa soko la nyama la haramu lile la Vingunguti. Kwa tulikamata, na nilimwelekeza huyo afisa aliyekuwepo site siku hiyo kwamba apige marufuku swala la uuzaji wa nyama katika maeneo ya Vingunguti, kwa sababu hayafuati utaratibu huu ambao sisi tumeuweka. Bodi ya nyama haikuishia hapo, iliendelea kwa kuwasiliana na mamlaka husika, ikiwemo mamlaka ya mkoa, mamlaka ya halmashauri ya jiji kwa sasa hivi, sio manispaa ya Ilala, halmashauri ya jiji kwa sasa hivi ya Ilala, kuwajulisha kuhusu biashara haramu ambayo inatokea pale, na kuwajulisha juu ya kazi ya ukaguzi au operation ambayo sisi tutaifanya pale. Tarehe 16 mwezi wa 12 niliwaandikia barua ya kuonyesha dhumuni la kufanya ukaguzi wa eneo lile, biashara ile haramu, na kuikomesha mara moja. Ule ni mwendelezo tu. Kwa hiyo barua niliwapatia, na tulitoa muda kwa wale wafanyabiashara kwamba tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2020 wao wameondoka katika eneo lile. Hiyo niliandika kwenye barua, lakini mwezi wa 11 sikumbuki tarehe vizuri, wakati tumekamata hivi vibudu, yule afisa aliyekuwepo site alisema kuanzia muda ule, lakini baadaye mimi nikaandika barua tarehe 21 ndio kwamba ndio iwe deadline ya watu kufanya biashara pale, na baada hapo tutafanya operation. Na tulimjulisha RPC wa mkoa wa Dar es Salaam, tulimjulisha mkuu wa wilaya ya Ilala, wa Ilala, mkurugenzi wa Ilala, kwa wao wote wanajua. Lakini tulijulisha na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kupitia hiyo barua, tukaijulisha na Wizara ya TAMISEMI kupitia katibu wake mkuu. Kwa hiyo hizi taarifa zilienda kila mahali, na kwa maana kwamba tumeshirikisha mamlaka zingine. Na labda nikukarusha tu ile taarifa ya meya kwamba hatukushirikisha watu wengine. Hapana, tulishirikisha na kwa barua ambayo ipo
nakala yake ninayo ofisini. Kabla tarehe 13 tulikuwa tarehe 12. Kabla hilo zoezi nilifika kwa mkuu wa wilaya kumjulisha kuhusu operation hii. Wanaouza mifuko ya kufungashia nyama, lakini wanaobeba nyama kwa kutumia vifaa ambavyo havifai. Tulianza na watu wa nyama, wanaouza nyama. Wanaouza nyama barabarani. Wao tulienda katika vikundi vitatu. Kuna sehemu tatu pale, vijiwe vitatu tulipita. Tuliwaambia kuhusu athari ambazo zinaweza katokana kwa wao kuuza nyama katika maeneo hatarishi. Kwanza tunasema kwamba nyama kwa jinsi ambavyo kwa tabia yake ina uwezo wa kunyonya harufu kutoka katika mazingira inayozunguka. Kwa hiyo pale kuna harufu nyingi chafu pale, kuna mitaro. Lakini vile vile pale kunatengenezwa lami ya njia, ile njia inatengenezwa kutoka Vingunguti pale kwenye mataa kuingia mpaka machinjioni kuja kuunganisha huku Barakuda, njia Barakuda huku. Kuna lami inatengenezwa pale, kipande cha lami kinatengenezwa pale. Ile lami ina harufu mbaya sana. Sasa lami inapita hapa, wanatengeneza mafundi magari yale ya ujenzi yanatengeneza ile lami, na lami inamwagwa, harufu ile yote inaingia kwenye nyama. Maana yake zile kemikali za kwenye lami zinaingia kwenye nyama, alafu mtu anaenda kula. Anauziwa, mtu anaenda kula. Lakini kuna vumbi nyingi pale, magari yanapita, daladala zinapita hapo, watu wanapita hapo. Ile vumbi yote inaenda kwenye nyama kwa sababu nyama haifuniki na kitu chochote. Lakini pale kuna msongamano mkubwa sana wa watu. Nyama haiwezi kuuzwa katika msongamano mkubwa sana wa watu kama ambavyo inafanyika pale Vingunguti. Lakini tumeingia kwenye uchochoro fulani, uchochoro mwingine. Watu wanajisaidia maeneo hayo. Yaani maana tumekuta kinyesi cha binadamu na mkojo wa binadamu katika eneo lile wanaochakatia nyama. Wanachakata nyama na kuuza nyama hapo. Mtazamaji, hii ni sehemu ya kwanza ya taarifa ya kazi maalum ya ukaguzi katika machinjio ya Vingunguti iliyofanywa na Bodi ya Nyama Tanzania kama ilivyotolewa na kaimu msajili wa Bodi ya Nyama nchini Tanzania, Bwana Imani Sichalwe. Na usikose kufuatilia awamu ya pili ya taarifa hii.